Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, leo ni siku ya tatu tumemaliza darasa letu katika Masjid Mabruk iliyopo katika mji huu wa Shinyanga. Naam, darasa hili limeongozwa na Sheikh Abubakar. Kwa siku ya leo, Sheikh wangu, ni lipi uliondoka nalo katika darasa la leo? Alhamdulillah, kwanza nianze kutoa maelezo kulingana na darasa kutoka tulipoanza. Naam. Kwanza ni moja ya faida ambayo tulipata katika Surat Al-Kahfi, na hii ni faida kubwa kwa sisi Waislamu kwa sababu mara nyingi tulikuwa tukisikia tu kwamba ni sunna kuisoma Surat Al-Kahfi yaumul Jumaa, lakini tulikuwa hatujui yaliyomo ndani ya Surat Al-Kahfi ni yapi. Sahihi. Lakini kwa utukufu wa Allah tabaraka taala na kwa darasa za leo, kitu ambacho nilichokifahamu kwa mimi binafsi, Qur'ani haifasiriwi kwa majazi, bali Qur'ani inafasiriwa kutokana na maani kulingana na mustakbali wa aya jinsi ambavyo vilivyokuja. Ndio. Naam, tumesikia hapa kwa Sheikh akitupa mawili matatu juu ya siku ya leo aliondoka nayo katika darasa yetu ya leo iliyoongozwa na Sheikh Abubakar ibn Uthman wa Kasubala. Tunashukuru sana Sheikh kwa kuweza kutufikishia haya. Allah shukran, barakallahu fikum. Allah kubariki inshallah. Na sote pia inshallah. Naam, tulio kwa Sheikh hapa pia atufahamishe katika darasa ya leo ni yapi umeondoka nayo, ni ipi faida umeondoka nayo kwa siku ya leo katika darasa hii ya siku ya tatu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam Sheikh, kwanza kabisa tufahamishe unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Rajabu Shabani. Naam. Hapa Shinyanga ndo nakaa hapa Shinyanga. Naam. Kwa kweli ya kujifunza ni mengi. Ndio. Lakini kubwa ambayo mimi nimejifunza kwamba Qur'ani kwa kweli haitafasiri kwa jinsi unavyofikiria wewe, isipokuwa Qur'ani inatafasiriwa kwa Qur'ani, yani aya kwa aya nyenzake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebainisha hili kwamba kitabun fusilati ayatu Qur'anan arabia liqaumi ya'lamun, kwamba Qur'ani hii aya zake zimejipambanua, bi maana kwamba unapotaka kuifasiri Qur'ani basi chukua aya hii, tafuta na aya nyingine kwa ajili ya kuipambanua Qur'ani, ijipambanue yenyewe kwa yenyewe, yani jitafute yenyewe kwa yenyewe. Unapotaka kuitafuta Qur'ani wewe kama wewe kichwa chako mwenyewe kama mwenyewe utafute aya yako tu moja utosheke hapo, basi Qur'ani utajikuta unajitukanisha mwenyewe au unaitukana Qur'ani, kwa sababu hauwezi kuifasiri kwa namna ambavyo inavyotakiwa kwa jinsi nilivyosikia darasa hili. Kwa hiyo kwa siku ya leo Sheikh wangu umeondoka na siku ya leo hii wallahi nilikuwa natatizika namna ya anzala na nazala, lakini leo kwa kweli nimestafidi kukubwa. Naam. Alhamdulillah. Basi tunashukuru sana Sheikh wangu kwa ushirikiano wako. Inshallah naona tuelekee kwa Sheikh mwingine aweze kutuambia mawili matatu siku ya leo inshallah. Huyu ni ndugu yangu wa Kigoma pia tunafahamiana, huyu mtoto Tariqa mwenzangu tunafahamiana, atupe mawili matatu siku ya leo. Darasa leo ameondoka na jambo lipi? Karibu Sheikh. Kwanza kabisa tuambie unaitwa nani, pili unatokea wapi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Uthman. Naam. Na Uthmani asasa mkazi wa Kigoma, lakini tumekuja Shinyanga tafuta kidogo angalau tuweze kupata kitu. Sawa. Lakini tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia shekhe wetu huyu Sheikh Abubakar kutuletea darasa kama hii ya tafsiri ya Qur'ani. Maana tumeshahudhuria katika darasa mbalimbali, lakini tunasikia tu ni hadithi lakini pia na visa, lakini kwa mwaka huu alhamdulillah tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuweza kuleta Sheikh aweze kutafsiria Qur'ani, bi maana Qur'ani kwa Qur'ani. Lakini tumepata faida mbalimbali ndani ya Qur'ani, na ndio sura ambayo tunayoanza Surat Al-Kahfi, ndani yake kuna faida nyingi kama tulivyokuwa tunasikiliza, lakini pia tumejua kubainishiwa baina ya vitu katika Qur'ani, bi maana Qur'ani sio wewe unaweza kuitafsiri kwa maneno yako, bi maana Qur'ani hujitafsiri yenyewe kwa yenyewe, japokuwa watu wengi watafsiri katika kila njia anayojua yeye, lakini sahihi tulioelekezwa ni Qur'ani kwanza, tuweze kuangalia Qur'ani kwa Qur'ani, tukitoa Qur'ani kwa Qur'ani tuende Qur'ani na hadithi. Lakini tumejifunza vitu vingi, na kesho tuna imani tutaweza kuhudhuria tuweze kupata faida mbalimbali. Naam, nadhani muda huu wa jioni na hapo unatoka masjidini hapa unaelekea nyumbani. Je, ukifika nyumbani ni lipi la kwanza kuwafikishia nyumbani uliotoka leo katika darasa la leo? Cha kwanza
nitawafikishia kwanza umuhimu wa Qur'ani. Naam. Qur'ani sababu ni mwezi mtukufu, lakini pia tumejifunza leo, tulikuwa tumebainishiwa neno anzala na nazala. Naam. Katika hivi vitu viwili tumejifunza vitu vingi sana. Naam. Katika haya maneno mawili. Naam. Lakini kwa hili jambo basi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwekee taufiki katika mambo yetu, na sisi tuweze kufaidika, tuweze kupata faida kama wengine wanavyopata faida. Ndio ndugu zangu. Basi nashukuru sana ndugu yangu. Nashukuru sana Bwari mwenzangu, nashukuru sana. Na hii ni Bamsudi Arabic Channel, tuko katika mji wa Shinyanga na hapa tuko katika Masjid Mabruk. Kwa jina maarufu unaitwa msikiti wa Stendi, Masjid Stendi, iliyopo katika mji huu wa Shinyanga. Na ndugu zangu na wapenzi watazamaji wa Bamsudi Arabic Channel, msitoki, mwendelee kufuatilia, kulike, kusubscribe pamoja na comment na kushare video hizi na nyingine nyingi, ili muweze kupata fursa ya kuweza kujifunza na kuweza kujua mengi yanayohusiana katika dini yetu hii ya Uislamu. Asante.